Mungu muweza wa yote, jina lako ndio jina kuu lipitao majina yote. Katika jina lako Bwana tumepata kimbilio. Leo tena Baba ni siku uliyefanya kwa ajili yetu. Hatuchoki kuja mbele zako Bwana, maana wanafunzi wa Yesu kuwepo nyumbani mwa Bwana siku moja ilikuwa zaidi ya siku 1000 kuwepo nje ya nyumbani mwa Bwana. Baba, tuko tayari tena kuendelea kujifunza neno lako. Tunayaweza yote katika ututie nguvu, na yule ahadi ya Bwana wetu Yesu Kristo ya kuwa anakwenda kwa Baba yake, naye atamuomba atutumie msaidizi mwingine. Ewe msaidizi ambayo ni Roho Mtakatifu, utufundishe neno la Mungu, maana wewe ndiyo mwalimu aliye bora. Tunalitukuza jina lako Bwana kwa ajili ya taifa letu, kwa ajili ya rais wetu, kwa ajili ya Baba viongozi wote wanayetenda kazi pamoja na rais, kwa ajili ya bunge letu, kwa ajili ya Baba wa rehema mikoa yote, wilaya zote, na kwa ajili ya mipaka yetu Baba. Endelea kutulinda, endelea kuleta amani Baba mweza wa yote. Gusa uchumi wetu Baba, uiboreshe Mungu mweza wa yote. Na Baba, atuchoki kuwaombea majirani zetu Kenya. Baba, wao katika mvutano Baba wa rehema kurudi katika uchaguzi. Baba, uwasimamie Baba wa rehema ili amani idumu katika Baba wa rehema. Lakini ila za adui shetani ya kutaka kutawala Baba ukanda huu, tunalifunga kwa jina la Yesu. Neema yako Baba isambaye kutoka katika nchi yetu ya Tanzania, iende katika nchi zinazotuzunguka, kisha iende Baba katika mataifa yote, na Baba wote wapate kujua neno la Mungu la kweli. Tunashukuru jina lako, maana Baba imefika saa ya injili iliyotabiriwa na manabii ya kuwa nyakati za mwisho zitakuwa za hatari. Watu watapenda fedha kuliko wanavyopenda wengine, watajipenda kuliko wanavyopenda wengine. Na Baba wa rehema, pata kuwepo Baba wa rehema na vita za hapa na pale, lakini mwisho utakuwa hujafika Baba. Kabla ya huo mwisho, tunaleta neno lako la kweli Baba, ifundishe watu wako na kujiandaa Baba wa rehema na ujio wako mara ya pili Bwana Yesu. Nalishukuru jina lako Baba, hata mimi kama chombo chako, maana utasema kupitia mimi, katika jina la yeye aliyekuwepo, naye aliyopo, naye atakaye kuwepo, na wote tuseme amen. Amen. Niko tayari tena Bwana apate kusema na wewe. Kwangu mimi ni fursa kila wakati nisimamapo mbele za watu. Najua nasimama mbele za watu wengi sana, maana ninaonekana duniani kote. Hii kwangu ni neema kubwa sana, ndiyo maana na kila sababu ya kumshukuru Mungu, maana mimi ni nani mpaka Mungu anipe nafasi ya watu kuniona kutoka katika mataifa yote. Hili nafasi ambayo napenda niitumie vizuri sana, kwa sababu wapo watu wanayetamani nafasi hii. Lakini kwa nini Mungu anipe nafasi hii? Kwa sababu ipo kitu ambacho Mungu anataka ifikie watu wote katika mataifa yote. Bila shaka watu wa Mungu na wao wamepata kibali cha ama kuwepo hapa, ama kutufuatilia kupitia Periscope, ama kupitia Facebook. Yote 9 10 ni kwa nini Mungu amekupa nafasi ya wewe kutufuatilia. Yawezekana wewe unahitaji neno moja tu ili badilishe maisha yako. Kama ni wokovu, umekaa sana kwenye wokovu, lakini yapo maeneo mengi kwenye Biblia ambayo wewe kama wewe hujawahi kufundishwa wala hujawahi kupitia. Lakini kwa taarifa yako, kila andiko lenye pumzi ya Bwana lafaa kwa mafundisho. Nami nasema kuwa ipo andiko kwenye Biblia, ipo eneo kwenye Biblia, ipo kitabu kwenye Biblia, na sura kwenye Biblia iliyebeba suluhisho ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mimi huwa napenda nipitie na watu Biblia yote kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kila siku huwa nasimama kuendelea na kitabu ninachofundisha. Na kwa bahati nzuri tulimaliza kitabu cha mambo ya Walawi, na tuko katika harakati wiki hii tukitimiza yale maombi tuliyokuwa tunajifunza kupitia kitabu cha mambo ya Walawi, na tukiwa tayari Jumapili kuweka msingi wa kitabu cha Hesabu. Sasa watu wa Mungu, kama jana niliongea juu ya kitabu cha mambo ya Walawi. Niliongea jana kama hitimisho. Hitimisho bila shaka ilikuwa ni ufupisho wa kitabu cha mambo ya Walawi. Na kumbuke ya kuwa
Hiyo pia inaweza kusaidia katika kuomba. Unaweza ukaomba na ufupisho wa kitabu cha mambo ya Walawi kuanzia sura ya 1 mpaka 27. Umeona kuna mtu kwenye Biblia ambaye aliwahi kukamatwa na kupelekwa kwenye baraza la Sanhedrin. Mtu huyo alidownload Biblia, akaanzia kwa Ibrahimu, akashuka nao mpaka kuwapeleka kwa Masihi. Mtu huyo alikuwa anaitwa Stefano. Na baada ya kushuka na watu wale, wakang'ata meno, maana aliwaeleza ukweli. Na katika watu ambayo hata nikwambie hajatajwa sana kwenye Biblia, ametajwa kwenye sura kama moja, lakini mtu ambaye ndio mtu pekee ambaye aliongea maneno Yesu aliyeongea. Alisemaje? Aliyesema uwasamee maana hawajui walitendalo. Ni wawili tu kwenye Biblia. Ni Yesu Kristo na Stefano. Akainua macho juu, akaona mbingu zimefunguka, akaona kiti cha enzi, akamuona mwana kondoo wa Pasaka wa Mungu au bebao ama uondoa dhambi za ulimwengu akiwa ameketi mkono wa kulia. Akasema wasamee maana wajua litendalo. Wakati huo Sauli ndiye aliyekuwa amebeba mavazi ya watu ambao yale mavazi walikuwa kwa sababu gani? Kwa sababu ya mambo ya Walawi. Mavazi yao hawakutakiwa waitumie wakati wa kupiga mtu kwa mawe, maana vinginevyo mavazi hayo yangenajisika, yangetakiwa yafuliwe. So wakamporomoshia mawe, wakampiga, wakamwangamiza, lakini kwa mashtaka ya uongo, kwa sababu alisimama na ukweli. Watu wa Mungu, hata kama inafikia unapoteza maisha yako kwa ajili ya ukweli, jua kabisa uzima wa milele inakusubiri. Ndio maana watu wa Mungu, mimi nimejifunza kuongea Biblia ya kweli, na hii ni sehemu ya maisha yako. Subiri utaona jinsi nitakavyochanganya. Nitawapa watu changamoto. Mimi niko tayari mtu yote aulize swali. Mtu yote, mimi niko tayari ulize swali sehemu yote kwenye Biblia. Nini? Ninaamini kabisa katika yule aliyoko ndani yangu ya kuwa anaweza kujibu maswali yote. Naye ni Roho Mtakatifu. So watu wa Mungu, nasema hivi. Tunakoelekea wengi sana watakuja kwa ajili ya kujua neno la Mungu. People doesn't know the word of God. Because who is teaching you the word of God? Let nobody cheat you that. You will know the word of God without you passing through the whole books in the Bible. Nobody will teach you just the simple verses or a few verses and you end up knowing the word of God. That is what I was trying to do. I ended up not knowing the Bible. But when I came to realize that the Bible is connected from the beginning up to the end. You can't know the book of Exodus without knowing the book of Genesis. Nor you know the book of Leviticus without knowing the book of Exodus. For you to know the book of Numbers, you must know the book of Genesis, the book of Exodus, and the book of Leviticus. And let nobody cheat you that you will know, you will understand the gospel books without understanding the Torah books, the law books, without you understanding the Old Testament. There is no way out you will understand the New Testament, because the New Testament is the Old Testament opened. The New Testament is the fulfillment of the Old Testament. The Old Testament is the New Testament closed. So there is a direct connection between the Old and the New Testament. That is why what I'm saying, I am very, very sure that that is the only solution that will make you know well the Word of God. And the best way we are using, the Church of Great Commission of Jesus, we use the Bible to translate the Bible. We don't use any other mean in translating the Bible. The Bible is translating itself.
It is God himself. The word of God is God himself. The Bible is God himself. So when you use the Bible to translate the Bible, then you use God to translate his word. So that is the best way, and I know very well that we are starting to realize the outcome now, which makes us feel good. We feel good because we can answer any question from any part of the Bible. Anybody who is following us through Facebook or Twitter or YouTube, we are welcoming questions. If at all you have any question, just post your question, and we are sure that the Holy Spirit will guide us on how to answer your question. And if you can pop in, then you are welcome. You can come. We have a discussion. Also, we can have online discussion. If you think that you are staying far away, that you can't come in, pop in, then, well, fine. You can arrange them online. We can be discussing the Word of God with an aim of making everybody to go back to the drawing board, making everybody's life to be impacted by the true gospel. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa naongea na mtu mmoja, maana kuna mtu mmoja ambayo Bwana anasema ya kuwa alitaka kujua kinachoendelea hapa, lakini bila shaka siku chache zijazo tutakuwa tuna rekodi, tutakuwa tunaenda hewani kwenye lugha kama tatu. Tutakuwa tunaenda hewani kwenye lugha ya Kiingereza na Kiswahili, na bila shaka kama Mungu atachagua na Kihehe naye pia tutakuwa tunaenda nayo hewani. Bwana Yesu asifiwe. Ama kama Bwana atachagua kwa tuende na Kisukuma pia tutakuwepo. Angalau leo tunakuwa na Kiingereza na Kiswahili, lakini na Kisukuma pia kinakuwepo hewani. Tunataka tu rotate hivyo ili pia wale ambao hawawezi kuelewa Kiswahili na Kiingereza wapate kuelewa nini? Neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Basi mimi naendelea kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi. Sasa hebu nisikilize kwa makini tena kwa muda mfupi, alafu tufanye kile ambacho Mungu alipanga kwa ajili yetu siku ya leo. Na mimi naamini kabisa utatoka hapa jinsi ulivyokuwa. Watu wa Mungu, kitabu hicho, kitabu cha Mambo ya Walawi imebeba siri. Kwa sasa hivi je, shetani anatumia nini? Shetani na wakala wake wanaendelea kutumia kitabu cha Mambo ya Walawi. Kwani mganga atumii njiwa? Atumia. Mganga atumii kuku? Kuku sio ndege. Ndege kuku. Je, mganga atumii ng'ombe kuchinja? Atumia. Ndio maana watu wengi sana hawapitii kitabu cha Mambo ya Walawi. Wanaruka, wanaona kama imepitwa na wakati. Lakini ili uelewe kazi ya ukombozi, kazi ya wokovu, lazima ujue picha yake ama ramani yake ambayo ni kitabu cha Mambo ya Walawi. Lazima ujue kabisa ya kuwa, je, ilikuwaje Yesu akachukua nafasi ya yule mwanakondoo aliyechinjwa? Ni kwa sababu njia pekee ya ondoleo la dhambi ilikuwa ni kupitia damu. Na je, ni wapi mara ya kwanza ilitokea kuchinja mnyama? Kwa taarifa yako, aliyekuwa wa kwanza kuchinja mnyama kwa ajili ya upatanisho alikuwa ni Mungu. Hebu nikuulize, Mwanzo sura ya 3, baada ya yule shetani kumvaa nyoka, kwa nini alikuwa ni shetani? Ili uamini katika aya ambayo anasema kwa Biblia inajitafsiri. Unaposoma sura ya 3 mstari wa 1, inasema kuwa nyoka naye alikuwa ni mnyama mwerevu kuliko wanyama wote wa uhai. Ina maana nyoka alikuwaje mwerevu? Kimsingi nyoka alikuwa ni mwerevu. Nyoka kama nyoka alikuwa ni mwerevu. Lakini hakuna kwenye Biblia sehemu nyingine tumeonyeshwa kwa nyoka aliongea. Tukienda katika ile Mathayo sura ya 10 mstari wa 13, Yesu anasemaje? Yesu akitaka kutuma wale wanafunzi wake wawili waende kwenye ile practical yao katika maisha ya Yesu na wanafunzi wake, aliwatuma mara moja tu, na akawatuma wale 70, akawatuma wawili. Walipokwenda walirudi wamefurahi ya kuwa mapepo yanawatii. Lakini Yesu akawaambia kwa msifurahi maana mapepo yanawatii, bali furahini maana majina yenu yameandikwa katika kitabu cha nini? Cha uzima. Lakini hapo Yesu anaanzaje? Anasema kuwa na watuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu, lakini iweni na busara
kama nyoka. Nyoka anaweza akapenya, watu wakatembea hapa, akapenya zake, akaenda akawaambia wawe na busara kama nyoka. Kumbe nyoka, kimsingi mnyama nyoka alikuwa na busara. Lakini je, yule nyoka alikuwaje shetani? Maana pale imeandikwa nyoka. Lazima uende kwenye Agano Jipya ambayo ni Agano la Kale imefunuliwa. Lazima uende kwenye Agano Jipya ambayo ni Agano la Kale imetimia ama imetimilika. Bila shaka lazima uende kitabu cha Mwanzo moja kwa moja. Utimilifu wake ni kitabu cha mwisho ambayo ni kitabu cha Ufunuo. Kwa nini? Nikupe parallel ama mambo yanayofanana kwenye vitabu hivyo viwili. Ndio maana nataka nitoe maana ya yule nyoka kwenye kitabu cha mwisho. Kitabu cha Mwanzo na kitabu cha Ufunuo zinaendana. Kitabu cha Mwanzo kinaonyesha uumbaji na mwanzo wa kila kitu hapa duniani. Lakini kitabu cha Ufunuo inaonyesha mwisho wa dunia na uanzilishi wa ile nchi mpya na mbingu mpya. Umeona sasa? Lakini pia inaonyesha kuwa kitabu cha Mwanzo inaonyesha nini? Inaonyesha kitu cha ajabu sana, ya kuwa jinsi ambayo mwezi, jua na nyota ambayo ni mianga katika anga inaumbwa. Lakini bila shaka kumbuke ya kuwa jinsi ilivyoumbwa dunia, lakini kwenye kitabu cha Ufunuo inaonyesha jinsi ambayo hii nchi na anga zitafanywaje, ama na mbingu zitakunjwa kama karatasi, zitajikunja na kukimbia mbele ya yule atakayeketi katika kiti cha enzi akitaka kutoa hukumu. Lakini kwa wale waliyekufa katika dhambi watakayefufuka katika ufufuo wa pili, maana kuna ufufuo wa kwanza na kuna ufufuo wa pili. Ufufuo wa kwanza ni kwa wale watakaye kwenda kumlaki Kristo, lakini ufufuo wa pili ni wale watakaye simama mbele ya hukumu ya kiti cha enzi, maana walikufa katika dhambi. Na hiyo kama udhibitisha kuwa Kristo ndiyo hakimu wa kweli, ambayo Baba yake atampa mamlaka ya kutisha maadui zake chini ya nyayo zake, kama Daudi asemapo kwenye Zaburi 110 mstari wa kwanza na wa pili. Bwana Yesu asifiwe. Ingine ni laana iliingia pale kwenye bustani ya Eden, lakini laana inaondolewa kwenye ile bustani ya Bwana ambao ni ile mji utakayeshuka. Lakini hiyo najaribu kukulinganishia kitabu cha Mwanzo na kitabu cha Ufunuo, jinsi ambayo hizi zinaendana. Huku ni mwanzo wa kila kitu, kule ni utimilifu ama ukamilifu wa kila kitu. Pale mwanadamu anafukuzwa kwenye bustani, lakini kitabu cha Mwanzo, lakini kwenye kitabu cha Ufunuo mwanadamu anakaribishwa kwenye bustani tena, ambayo ni ule nchi mpya na mji mpya. Pale kwenye kitabu cha Mwanzo mwanadamu anafukuzwa na kutoruhusiwa kula katika mti ule wa uzima, lakini ukienda kwenye ile kitabu cha Ufunuo sura ya 2 mstari wa 7 anakaribishwa tena ale katika matunda ya mti wa uzima wa milele. Umeona sasa? So bila shaka ni kutolee sasa maana ya yule nyoka kwenye sura ya 3 kitabu cha Mwanzo. Hebu nisomee, asiseme kwa mchungaji mbona sikuelewi. Nisomee kwenye Ufunuo 12 mstari wa 9, alafu mtu mwingine afungue Ufunuo sura ya 20 mstari wa 7 mstari wa 3, ili uone tafsiri ya yule nyoka aliyokuwepo katika sura ya 3 mstari wa kwanza kitabu cha Mwanzo. Ndio maana watu wa Mungu, kitabu cha Mwanzo bila shaka mwanzo wa kila kitu. Kitabu cha Ufunuo cha mwisho ni utimilifu ama mwisho wa kila kitu. Ndio maana mimi natumia Biblia kutafsiri Biblia, maana Biblia ni neno la Mungu na neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Nisikie mtu mmoja akisema amen. Amen. Hebu nisomee basi uliyepata wewe. Napenda kwenda na wanafunzi wa Bwana katika kusoma. Epafra, soma kwanza Ufunuo 12 mstari wa 9. Tuone maana ya yule nyoka kwenye sura ya 3 kitabu cha Mwanzo. Sura ya 3 mstari wa kwanza. Yule nyoka aliyekuwa ambaye aliongea na mwanamke akasema kwa eti mmeambiwa msile katika matunda yote ya miti ya bustani ya Eden. Eti
jiadhari na maswali hayo. Eti umemwona huyo mchungaji? Eti umemsikia? Eti umemsikia? Eti umesikia? Jiadhari na watu ambao wanakuja na swali. Umesikia? Umeona? Jiadhari. Hebu soma tuone maana ya huyu nyoka kwanza, ili uamini ya kuwa ninachokuambia ni kweli. Biblia inajitafsiri yenyewe. Imeandikwa, yule joka akatupwa yule mkubwa. Yule joka akatupwa yupi? Yule mkubwa. Nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani. Nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi. Kumbe yule nyoka alikuwa ni joka wa zamani, alafu alikuwa ni Ibilisi anayeitwa Shetani. Umeona sasa maana ya yule nyoka unayesoma kwenye sura 3 kitabu cha Mwanzo? Bila shaka lazima upate maana yake. Nimekwambia kitabu cha Mwanzo parallel lake ni kitabu cha mwisho ambao ni cha Ufunuo. Na bila shaka watu wa Mungu, kuna vitu vingi sana ambao vinaendana, ambao mwanzo utaikuta pale kwenye Mwanzo, lakini mwisho wake utakuta kule. Soma sura ya 20, soma mstari wa 3 tuone tena na kuonyesha maana. Kwa nini nakutajia maandiko mawili? Imeandikwa kwa vinywa viwili neno limefanya nini? Limethibitika. Lakini nasema hivi, kwa maandiko mawili andiko limethibitika. Ndio maana kama nakupa maana ya zaidi ya mawili, bila shaka hilo jibu linakuwa limefanya nini? Limethibitika ya kuwa kumbe yule nyoka ndio joka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani audanganyaye ulimwengu. Soma kwenye Ufunuo 20 mstari wa 3. Vizuri. Akamshika yule nyoka zamani ambaye ni Ibilisi. Umeona, akamshika yule nyoka wa zamani. Umeona, joka alafu nyoka wa zamani. Ina maana nyoka wa zamani kuliko nyoka wote ni yupi? Ni yule aliyetajwa mara ya kwanza. Umemaliza? Akamfunga miaka 1000. Akamfunga nani? Yule malaika aliyetoka mbinguni na minyororo, na akaja pata picha kwa malaika mmoja, eti atamfunga yule joka na nyoka wa zamani. Sema joka Joka na nyoka wa zamani, aitwaye Ibilisi na Shetani audanganyaye ulimwengu. Sasa watu wa Mungu, sasa hebu soma sasa Mwanzo sura ya 3 mstari wa 1 uone sasa. Nyoka wa kwanza kutajwa kwenye Biblia ndio huyo joka aitwaye nyoka wa zamani. Mwanzo sura 3 mstari wa kwanza. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliofanya Bwana Mungu. Endelea. Akamwambia mwanamke, hebu nikuulize, nyoka huyu aliongeaje? Hakuna sehemu inaandikwa kwenye Biblia ya kuwa wanyama walikuwa wanaongea. Sehemu ambayo mnyama aliongea ni kwenye pale ambayo ni kwenye Hesabu sura ya 22, ambayo kabwana kamoja kakaenda kufanya nini? Pakaenda kuchukuliwa ili aende akawalani taifa la Israeli. Mfalme mmoja anayeitwa Balak akasema, nitieni Bwana yule nabii bana. Balaam alikuwa nabii wa Bwana, lakini kumbe Balaam alishamwacha Mungu. Ndio maana mimi kuwa mtumishi wa Mungu, hiyo ni garanti kumwacha Mungu. Lazima nikae katika neno la Mungu la kweli. Nikifanya mchezo naweza nikatoka. Balaam alikuwa nabii wa Bwana. Na ukitaka kujua pale ambapo Balak alimwendea, alituma ule msafara, ujumbe wa kwanza. Walipomwendea akasema hivi, siwezi kabisa kumlani nani? Yakobo kabisa, siwezi kabisa, hata kama mmengeleta nini. Ujumbe ukatoka ukamrudia mfalme, akamwambia mfalme, jamaa akasema Bwana yakuwa hii hawezi akanani kwa ofa hii. Balak akafanya nini? Akaboresha ofa. Jiadhari sana wasije wakaboresha ofa yao. Shetani na wakala wao. Walipokwenda sasa wakaboresha ofa, walipomrudia Balaam akatazama akasema, lakini hebu subirini nikamuulize Mungu, akidhani ya kuwa Mungu atabadilisha mawazo. Huwezi kujua Balaam alimwambia Mungu nini. Hizi hofa mbaya
Hizi ofa zimepindusha akili za wachungaji. Wachungaji wanakwenda kuhubiri habari za Yesu, wakipewa fedha nzuri wanaishia kucheka. Wewe utakapokwenda kuhubiri injili, hubiri injili. Usichekecheke alafu unapewa, unachukua vitu unavyochukua na kuja nayo huku, sio vizuri. Mimi nasema hivi, kilichomtoa Balaam ni nini? Balaam alikataa mara ya kwanza, lakini ilivyoboreshwa ofa akamrudia. Mungu alishamjibu mara ya kwanza ya kuwa usimlani Yakobo, maana hapana uchawi juu ya Yakobo wala kuna uganga juu ya Israeli. Akaenda, Bwana nini ujue alichosema Balaam, lakini ofa ile ilimfanya hata mdomo ilikuwa inatetemeka. Anaposema Bwana ni mlani, Bwana akasema ndiyo. Alikuwa Bwana. Mara ya kwanza Bwana amemkataza. Watu wa Mungu akisha kujibu mara moja, usirudi tena kusumbua Mungu. Mungu huyu kaka unamuonaje, anakuja ana fedha. Mungu anakuambia stop, hapana. Kesho anaanza baba nakusika. Mungu alikujibu, huyo sio Mungu. Aliyemjibu Balaam yule. Aliyemjibu Balaam. Bwana wako wengi. Ile sauti aliyesikia Balaam, maana Mungu akisema neno amesema. Ndio maana mimi Mungu akisema kitu, sirudi tena kumuuliza. Akikataa, akisema pana, nachukua hiyo. Balaam akaenda kwa sababu ya ofa. Akajibiwa ndiyo, kumbe kibogoyo akamjibu. Kesho kama Bwana alimjibu, kwa nini akiwa njiani malaika anazuia njia? Balaam aliyekuwa nabii wa Mungu alipovutiwa na ofa ya mfalme Balak, bila shaka nabii huyu alimwachana na habari za Mungu. Hatimaye aliyekuja kuwavuta Waisraeli na kuwaingiza katika ukahaba na wale wanawake na kuwatoa katika ule utii kwa Mungu alikuwa ni Balaam. Ndio maana watu wa Mungu, jihadhari na pesa. Mungu anakwenda kuleta pesa kwenye maisha, lakini pesa itakutawala ama nini? Pesa ikikutawala umekwenda na maji. Ndio maana usipande ndege uende kuhubiri Uganda, halafu kienda Uganda kuhubiri wakupe ofa nzuri, halafu uishie kucheka na kurudi. Fundisha injili. Waambie Waganda Yesu anarudi. Acha kuambia Waganda mambo yasiyoeleweka. Ambia Waganda Yesu anarudi. Umeenda kule Burundi, ambia wa Burundi Yesu anarudi. Wachiendee. Injili gani ambayo tuseme habari za Yesu kurudi? Mimi usitende dhambi kwa sababu natoa sadaka hapa. Jana kunyoshia kidole vibaya, mnakwambia na sadaka yako. Chukua sadaka yako zinipe. Lakini lazima nikueleze ukweli. Na wazungu wamezimisha sana injili. Wazungu walishawacha Mungu tangu karne na karne. Lakini sisi wa Afrika ambao tuna injili, tukienda uzunguni kule tutacheka. Wewe unaacha injili kule unarudi na mali wewe. Utakwenda motoni. Wazungu hao watutakii mema. Wachungaji wengi wanaokoma kwa sababu gani? Ile misari iliyotumwa kwa ajili ya watoto yatima na nani, wachungaji wametafuna. Ukome na watafuna. Wanaomba nachukua hizi bwana. Lakini vitu wamechanga kwa ajili ya watoto yatima, chukua mchungaji. Unacheka. Ukome itakutafuna. Wanayekupa wamechangana yale ambao wametoa kwa ajili ya maskini. Unasanganyiwa alafu unakomba zote. Wewe. Nasema Mungu anakupa nafasi ya Epafra kwenda kuhubiri injili. Hubiri injili, acha kuangalia mapato. Balaam akatoka kwa sababu ya mapato. Tunachukia watu wenye mapato. Wewe, mimi sichuki watu wenye mapato. Chukua kwa mshirika hapa anasema Roho Mtakatifu ameshawaacha watumishi. Haleluya, tupigie Bwana makofi makubwa. Roho Mtakatifu ameshawaacha ndio.
Mtakatifu inaachwa Ulaya. Roho Mtakatifu anaanza kwenye hizo nyingi za kizungu ndio. Kwani shetani anakaa wapi? Shetani anakaa huko Afrika. Anakaa kule Marekani, anakaa na zile nchi za kizungu ndio shetani. Huko anakuja kutembea tu, kule ndio ameandika 4. Kule anakula njiwa, huku si kuna kuku, kuna njiwa anakuliwa. Wacha nikwambie. Wazungu walishamwacha Mungu, ndio maana wazungu wametengeneza system ya kuhubiri injili kinyume. Walimu wangu wengi ni wazungu waliokuwa wananifundisha theology. Kama mtu anaweza kuambia kuwa eti fundisha washirika dakika 30 tu, usifundishe zaidi. Dakika 30 unaweza kufundisha mtu akaelewa watu wa Mungu. You teach them for 30 minutes, you know what? They are getting tired. Wao wakisimama wanaongea kwenye majukwaa yao wanaongea masaa 2 matatu. Marisa wanaongea masaa 2 matatu. Halafu wanakuwekea yani measuring point ya kwako. Halafu wanakufundishaje? Mtu anakuja anakufundisha tu habari za anachukua mstari yake anafundisha. Hii ni mfumo umetoka kule Ulaya. Lazima tuende Biblia sura kwa sura, kitabu kwa kitabu. Wanasema Ulaya hakuna Roho Mtakatifu. Amina. Ulaya waliopo wasema hamna Roho Mtakatifu. Nasema watu wa Mungu. Ni rahisi sana mtu kukupa hela akachukua Roho Mtakatifu kwako. Ni rahisi sana. Balaam alikuwa ni nabii wa Bwana. Mara ya kwanza ukisoma pale Balaam anakataa kuwa kwa gharama yoyote hawezi akamlani Yakobo. Lakini sasa shida ni nini? Akachungulia ofa iliyoboreshwa na Balak. Balak akasema na nijui. Hajui kama mimi mfalme. Akatuma ujumbe tena akaboresha. Watu wa Mungu, jiadhari na hizi matoleo makubwa watu wanatoa. Tunapoenda kuhubiri injili nje watakatifu wa Bwana, sisi wa Afrika, macho yetu yafunguke. Wale mabwana wale walishamwacha Mungu. Usisikie wana vinanda vizuri. Haleluya, watu wamepinda. Yaani ibada inakuwa kama uwanja wa mpira. Lakini hawezi kuruka vizuri. Haleluya. Mchungaji, wanasema ibada inaandaliwa wiki moja kabla. Sasa wiki moja kabla Yesu anatumia carnal mind. They are using their own. Uwezi kutumia akili yako. Mimi naweza nikapanga hapa nakuja nikufundisha nini? Nikifika hapa nikipanda hapa. Naambiwa hiyo inakuja kitu kingine kipya. Naweza nikaandaa kabisa na kufundisha hapa. Umeona nianza kufundisha mambo ya Walawi. Mbona niko kwenye Balaam. Lakini kuna mtu Mungu anaongea naye. Maana sasa hivi watu wengi wanatutazama. Wachungaji wote waliyekuwa na vitu Mungu aliyowapa nafasi ya kwenda nchi za nje walikamatika wapi? Balaam style. Balaam style. Na ukienda kule wanakuonea huruma kweli. Hey, you know bwana. We'll help you bwana. No, we want to help you. You want to help me? Why don't you help those who are in need? Alafu tunapeleka umaskini wetu kule. Tunapeleka umbamba wetu kule. We are going there to beg. You have taken the gospel, you are begging. They will give you. They won't get your gospel. Wakisha umekwenda pale unatangaza maskini ya nchi yako na maskini ya Afrika, wanakupa pesa. Uwezi wanasema wewe unatuhubiria nini? Badala kupeleka injili umepeleka omba. Mbaya. Mbaya sana. Wanasema unaweka uzinzi. Ndio. Ni kweli ndio nasema hivi watu wa Mungu. Mimi nasema hivi. Hawajachelewa warudi kwenye drawing board. If you have nothing to teach people, go back to God. Let God teach his people. Amen. Instead of we going there to preach the gospel, we are going there to beg. Wacha Mungu atanikwambia. Hakuna mtu ambaye
kama umeenda kwake, kwa nini mimi hata swala la omba naombea watu bure? Kuna mtu mwingine anakuja, anakuangalia kwanza, unamwona katika jina la Yesu, Yesu anaweza sana. Mafuta 100,000 anakuangalia, anakupa 1,000,000. Watu wa Mungu nasema hivi, mimi namshukuru sana Bwana Yesu kwa kauli ya kuwa uweze kutumikia. Mimi siwezi kutumikia pesa na Mungu. Kama nataka kuwa mwekezaji, niende niwekeze. Niachie vijana wakina Faraji injili wafanye nini? Wapige injili. Lakini kama nichagua fungu la injili, mimi nakwenda na injili. Swala la uwekezaji, fanya uwekezaji huko. Amen. Pastors are becoming investors. They don't invest in people's life by praying for them. They are investing in business. They are the big investors. They coordinate with big investors, big companies. Wako nje ya mstari. Mungu anasema na wachungaji, Mungu anasema na maaskofu, Mungu anasema na mabishop, Mungu anasema na wote ili wabadilike, kwa sababu tunaishi kwenye enzi za mwisho, nyakati za mwisho ambayo Yesu anakaribia kurudi, na Yesu atakaporudi kila mtu atatoa hesabu yake. Haijalishi mimi nilisimama mbele ya watu, haijalishi ulikaa chini ukinisikiliza, haijalishi mtu yoyote, kila mtu atasimama katika nafasi yake. Ndio maana nasema hivi, watu wa Mungu, lazima tubadilike. Lazima watu wa Mungu fanya kazi ndio, lakini mtangulize Kristo. Amen. Daudi akasemaje? Tangu ujana wake hadi uzeni wake hajawahi kuona mwenye nini? Mwenye yake ameachwa. Akafanya nini? Mtoto wake ameachwa kwa baba. Mbona sasa wachungaji tunakuwa, we are becoming beggars? Mungu anisaidie. Kila siku namuomba Mungu, kama pesa itaweza kufanya mimi nisihubiri injili ya kweli, namwambiaga Mungu kila siku anisaidie pesa isije. Na kama pesa itakuja imtukuze Bwana, ije. Lakini namsihi Mungu kila siku, mchana na usiku, ya kuwa kama pesa itakuwa ni kikwazo, asiruhusu pesa ije. Nasema hivyo kwa sababu najua watu wa Mungu, mimi nataka watu waende mbinguni. Niona anayetaka kwenda mbinguni. Basi nirudi kwenye somo langu. Mungu alitaka kuongea na dunia na mtu mmoja. Na bila shaka nasema hivyo, watu wa Mungu. Mimi basi siwezi mimi nitakapokwenda huko Marekani na sehemu zingine kule, yani wanaweza asiniruhusu nihubiri. Ile somo naye andaa, naweza nikaandaa, nikifika pale Mungu akafundisha vitu vingine. Naweza nikaandaa somo nikawapa watu, lakini nikifika pale Mungu akafundisha anachotaka. Lakini mimi nikienda nitawaambia ukweli. Kwanza nitakapofundisha pale, yule mchungaji atakasirika, anaweza akanifukuza. Kaa kwenye ukweli. Beba ukweli. Moto tunayebeba ni ya ukweli. Lazima kila mtu arudi katika ukweli. Maana watu wa Mungu, mimi najua siku nitahubiri hapa nisiseme habari za kurudi kwa Yesu. Nitahubiri hapa nisikemee dhambi. Weka question mark kubwa, napeleka watu wapi? Lakini siwezi kukemea dhambi kama mimi mwenyewe mwenye dhambi. Kwani makanisani panaongoza kwenye uzinzi sasa hivi? Uzinzi inaanzia juu madhabahuni ikishuka chini, ndio maana haiwezi kuzuiliwa. Na wasirika hata wale ambao ni innocent, wale ambao hawatendi dhambi, unaingia kanisani ulikuwaga mpole sana, unaanza kuingizwa kwenye maombi, hatimaye ukiomba maombi fulani, ukimaliza unaenda pale, wanawake wa kipepo wanaanza kukuvamia usiku. Ulikuwaga una mapepo wanaanza kupiga sarakasi ndani yako. Sasa watu wa Mungu, naendelea na kitabu cha Mambo ya Walawi katika hitimisho, alafu kwamba nilisema hivi, kitabu cha Mambo ya Walawi
ni kitabu cha 3 kwenye Biblia, na kitabu hicho ni injili ya Torati. Yale yaliyoanza kutajwa kwenye kitabu cha Kutoka yametajwa na kuongezeka, na sheria zote katika mujibu wa kitabu cha Mambo ya Walawi zilikuwa 623. Lakini ashukuriwe Bwana Yesu katika Injili, maana katika Injili Yesu akafanya sheria hizo 623 kuwa sheria moja, ambayo ndiyo ile amri mpya ambayo ni upendo, kumpenda Bwana Mungu na kupenda jirani yako. Akasema nawaachia amri mpya, na amri mpya ni pendaneni, maana mkipendana nanyi mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Sasa watu wa Mungu, kitabu hicho alikiandika Musa, lakini wacha nikwambie kitu kimoja. Kitabu cha Ufunuo, Yohana alikuwa anaona kwenye ulimwengu wa maono ama ulimwengu wa kiroho. Ndio maana kitabu cha Ufunuo ina maono manne ya Yohana mwana wa Zebedayo. Maono ya kwanza ya Yohana mwana wa Zebedayo kwenye kitabu cha Ufunuo inaanzia kwenye sura ya kwanza mstari wa 9 mpaka sura ya 3 mstari wa 22. Lakini maono yake ya pili inaanzia kwenye sura ya 4 mstari wa 2 hadi sura ya 16 mstari wa mwisho. Maono ya tatu ya Yohana mwana wa Zebedayo inaanzia kwenye sura ya 17 mpaka sura ya 21. Na maono ya mwisho na ya 4 ni sura ya 21 mstari wa 9 mpaka sura ya 22 mstari wa mwisho. Lakini kitabu cha Mambo ya Walawi sio maono. Hii ni kitu kamili ambapo Bwana, uwepo wa Mungu umekaa kwenye mahali patakatifu patakatifu, lakini Musa anakuwepo pale mahali patakatifu. Ina maana mahali patakatifu patakatifu na mahali patakatifu inakuwa imetenganishwa na pazia kama hili hapa, lakini Musa anakuwepo huku, lakini uwepo wa Mungu kule, ambayo mchana ulikuwa kama kwenye nguzo ya wingu imetamia ile kiti cha rehema ama ile mfuniko wa sanduku la agano, na imetokeza mpaka kwenye imeenda mpaka juu, na usiku ilikuwa ni nguzo ya moto. Inaongea sauti kutoka kwenye hiyo nguzo ya wingu ama moto ya kuwa Musa, waambie wana wa Israeli. Anasikia sauti, sio maono hiyo. Hiyo ni ufunuo ambayo inatokea kwenye ulimwengu wa kawaida. Ndio maana kitabu hicho, watu wa Mungu, ni kitabu cha ajabu sana. Na kitabu hicho ukielewa vizuri, inayofanyika kwenye uchawi sasa hivi ni nini? Kitabu cha Mambo ya Walawi ni kitabu cha Mambo ya Walawi. Awe mchawi wa Marekani, awe mchawi wa wapi, atafanya uchawi wote pasipo kuchinja. Atafanya pasipo kuchinja. Matembele tatakaje? Wasome kwa makwani walikuwa nakula matembele. Makwani walikuwa nakula nyama. labda na unga mwembamba walikuwa wanatengeneza mkeke ama mkate. Lakini ilikuwa ni msindikizaji. Nyama kwa sana tu. Sasa kitabu cha Mambo ya Walawi ina sura 27. Katika vitabu vya Torati, kitabu cha Mambo ya Walawi ndicho kifupi kuliko vitabu vile vingine vinne. Lakini katika vitabu vyote vya Biblia kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, ndicho kitabu ambacho kimeongelea utakatifu kuliko vitabu vyote. Yaani utakatifu na usafi imeongelewa mara nyingi kuliko vitabu vyote. Lakini kuulize ya kuwa kwenye Agano Jipya ni vitabu gani vimeongelea usafi kuliko vitabu vingine? Ni vitabu vya Injili, maana vitabu vya Injili vyote vinafanana. Vitabu vya Injili vyote, vitabu vile vinne, vimeongelea habari za kuzaliwa kwa Yesu na kukua kwa Yesu na huduma ya Yesu na ukamilifu wa kazi ya ukombozi. Lakini Yesu katika mafundisho yake na maisha yake ilijaa utakatifu na usafi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nilisema ya kuwa kitabu hicho kinagawanywa mara 4, lakini kuna sehemu ambayo
sura moja ambayo inaning'inia, ambayo ni sura ya upatanishi, siku ya upatanishi, ambayo ni sura 16. So imegawanywa hivi. Sehemu ya kwanza inaongelea zile sadaka, ambayo ni sura ya kwanza mpaka sura ya 7. Inaongelea sura ya kwanza mpaka sura ya 5. Inaongelea zile sadaka 5, ambayo ni sadaka ya kuteketeza, sadaka ya unga, sadaka ya amani, sadaka ya dhambi, pamoja na sadaka ya hatia. Lakini sura ya 6 mpaka sura ya 7 inaongelea zile sheria ama kanuni ya makuhani kutoa zile sadaka. Lakini sura ya 8 mpaka 10, sehemu ya pili, inaongelea juu ya makuhani. Makuhani kusimikwa kwao, makuhani kuanza kazi katika ofisi mpya, na adhabu ya wale makuhani ambayo walienda kinyume kwa kuleta moto wa kigeni. Lakini sura ya 11 mpaka sura ya 15, tuseme mpaka 16, inaongelea usafi na uchafu, ambao ni najisi na kutokuwa najisi. Unajisi ama uchafu na jinsi ya utakazo wake, sura ya 11 mpaka sura ya 16. Alafu sura ya 17 mpaka sura ya 27 inaongelea nini? Inaongelea moja kwa moja utakatifu na zile amri na sheria zinazoongoza utakatifu, jinsi walivyotakiwa kuishi, jinsi walivyotakiwa kwenda mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mtu wa Mungu, hiyo ndiyo ufupisho wa kitabu cha Mambo ya Walawi. Lakini sasa tulikuwa tunaendelea na kitu kinachoitwa kuomba na kitabu cha Mambo ya Walawi. Kwa nini tuombe na kitabu cha Mambo ya Walawi? Kumwonyesha shetani na wakala wake ya kuwa bila shaka tunajua kivuli na picha ya ukombozi wetu. Umeona, unapoongelea sadaka ya unga, unaongelea habari za ukombozi, lakini Yesu akiwa bado mzima. Maana ndiyo sadaka pekee ambayo haikumwagwa damu. Ilikuwa inaletwa unga mwembamba, na unga huo mwembamba ilitengenezwa nayo keki ambayo ilikuwa inapakwa mafuta, ama mkate lakini uliokuwa unapakwa mafuta. Lakini bila shaka Yesu alikuwa ni mkate wa uzima, lakini uliyetiwa mafuta. Yesu akasema mimi ni mkate wa uzima, lakini pia akasema Roho ya Bwana yu juu yake, amemtia mafuta ili ahubiri habari njema ya ufalme wa Mungu kwa mamaskini. So bila shaka ina maana mkate uliotiwa mafuta ama uliopakwa mafuta, ama keki iliyopakwa mafuta iliyotengenezwa kutoka kwenye ule unga mwembamba ama unga mlaini, bila shaka ilikuwa ni kivuli cha Yesu katika uzima wake. Yesu anasema kuwa waende wafanye nini? Kila atakaye mla atafanya nini? Atapata kuishi. Bila shaka kumbuka ya kuwa sisi tunamla Yesu namna gani? Yesu ni neno la Mungu. Nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu ni nafsi ya Mungu Mwana, na nafsi ya Mungu Mwana ni neno la Mungu. So bila shaka neno la Mungu kama ni chakula cha uzima. Kwa mfano sasa hivi wewe umeketi chakulani, unakula, unamla Yesu, ambayo ndio nini? Chakula cha nini? Cha uzima. Ni sawasawa na wale makuhani ambao walikuwa wanatumika pale katika ile hema ya makutano, wakipatanisha wana wa Israeli dhambi zao kwa kutoa zile sadaka pale. Lakini kinachobaki walikuwa wanafanya nini? Wanatafuna. Hata ile sadaka ya dhambi waliyekuwa wanatoa mtu binafsi, bila shaka ilikuwa ni halali ya makuhani kuila pale mahali patakatifu, maana ilikuwa takatifu sana. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka ya kuteketeza, bila shaka damu ilikuwa inamwagwa, ilikuwa inateketezwa wapi? Juu ya ile madhabahu ya kuteketeza. Nilikwambia ile madhabahu ya kuteketeza ilikuwa ni ya shaba, shaba ikiwakilisha hukumu ya Bwana ama hukumu takatifu. Lakini kumbuka ya kuwa dhambi zetu zilibebwa wapi? Juu ya msalaba pale Golgotha. So ile madhabahu ya shaba ilikuwa ni kivuli na picha
ya msalaba wa Yesu pale Golgotha. Ndio maana yule mnyama aliteketezwa wapi? Aliteketezwa pale juu ya nini? Aliteketezwa juu ya madhabahu ya kuteketezwa ama madhabahu ya shaba, lakini pia Yesu alisulubishwa juu ya msalaba. So watu wa Mungu, umeona picha hii? Ndio maana watu wa Mungu, kata kuomba kwako, muendee shetani ama mganga. Unapoomba unapokaa vizuri na Bwana, mfuate yule mganga na damu ya mbuzi. Lakini ataona yeye amekuja na damu ya mbuzi, anacheka, lakini akija kustuka anamuona Yesu amesimama. Kwa hiyo Mungu kwa ile taja, unapotaja kuwa katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai, takatifu Bwana, katika jina lako Bwana, ninamwendea mchawi aliyekwenda kinyume nami, ayo babao akija kustuka kwenye ulimwengu kaida kwa damu ya kondoo amekuja nayo, akiangalia kwenye ulimwengu wa kiroho anamuona Yesu. Ndio maana Yesu alipotembea katika ulimwengu wa kawaida, kwenye ulimwengu wa kiroho alikuwa ni mwana kondoo. Ndio maana siku ya pili Yohana akamuona Yesu akija akiwa na Yohana akiwa na wanafunzi wake, akawaambia, tazameni mwana kondoo wa Mungu auondoae dhambi za ulimwengu. Lakini kumbuka alikuwa ni Yesu anatembea, lakini maana Yohana Mbatizaji alikuwa ni mtu wa kiroho. Yesu anapotembea kwenye kimwili, lakini kiroho alikuwa ni mwana kondoo yule aliyekuwa anachinjwa juu ya ile madhabahu. Ndio maana mimi sasa hivi mchawi aliyeshikilia vitu vyako nataka nimfuate leo na damu ya mbuzi na damu ya ng'ombe na damu ya kaka aliyemwaga. Nataka nini na damu ya mwana kondoo? Nataka nini na damu ya mbuzi aliyemwaga damu ya ng'ombe? Nataka nini na damu ya ng'ombe? Maana Yesu alifanyika kuwa ndio ile damu ya ng'ombe, ile damu ya kondoo, ile damu ya mbuzi, ile damu ya njiwa, na huwa Yesu akamwaga damu yake. Lakini kumbuka ya kuwa kwenye Agano la Kale ile damu iliyomwagika pale, ile ifanye ukombozi, ile ilikuwa ni picha ya Yesu, ilikuwa ni kivuli cha Yesu. Ndio maana watu wa Mungu, mimi nimejaribu kuomba na naona inalipa sana, kwa sababu napomfuata kwenye ulimwengu akasema katika jina la Yesu na kujia kwa damu ya mwana kondoo, damu ya mnyama. Ninapotamka hivi damu ya ng'ombe iliyoondoa dhambi za makwani kwenye ulimwengu wa kiroho, bila shaka ni Yesu mwenyewe na damu yake. Hebu sisi tunasemaga Yesu alichukua dhambi zetu. Alichukua dhambi zetu ndiyo, lakini alichukuaje? Mfumo ule ule. Lakini damu ya Yesu ilikamilishwa kazi yote. Lakini Yesu ndio yule ng'ombe wa kafara, Yesu ndio yule mbuzi wa kafara, Yesu ndio yule kondoo wa kafara. Kama Yohana akamuona kama kondoo, na wewe muone kama kondoo, na wewe muone kama kondoo. Ndio maana mganga asijivune na damu ya nyau anayemwaga, asijivune na damu ya mbuni anayemwaga. Anamwaga damu ya mbuni na mwaga damu ya ua, anamwaga damu sijui ya mwewe na mwaga damu ya njiwa. Ngoma sare, ngoma draw. Sema Baba Mungu. Baba Mungu, katika jina la unga, katika jina la unga mwembamba, katika jina la unga mwembamba, katika jina la unga mwembamba, niko mbele za hema ya kukutana, niko mbele ya hema ya kukutana, niko mbele za hema ya makutano, niko mbele ya hema ya makutano. Ninayo mwana kondoo, ninayo mwana kondoo wa mwaka mmoja, wa ondoleo la dhambi, Baba wa rehema, uketie katikati ya watu wako, niko mbele zako, maana mlango wa hema ya kukutania, ilikuwa mbele za mahali patakatifu, ilikuwa mahali patakatifu.
Bwana muweza wa yote, Bwana muweza wa yote, kwa mkono wako wa udari, kwa mkono wako hodari ukatoa wana wa Israeli Misri, ukatoa wana wa Israeli Misri, kama tai auchukua makinda wake, alichukua makinda yake kwenye mbawa zake, na kuwaleta hadi juu ya mlima Sinai, Bwana akamwambia Musa akutengenezee hema ya makutano ili upate kukaa katikati ya watu wako. Naye Musa akaongoza wana wa Israeli, kila mwenye moyo wa upendo alileta sadaka yake, na katika hiyo sadaka ikatengenezwa hema makutano na mahali patakatifu na ua la nje na vyombo vyote ndani ya maskani, katika jina la Bwana. Niko mbele zako Bwana kwa ajili ya dhambi zangu na kwa ajili ya dhambi za familia yangu, kwa ajili ya dhambi za ukoo wangu, kwa ajili ya dhambi za ukoo wangu. Baba muweza wa yote, ninaungama dhambi zote walizotenda ndugu zangu na ukoo wangu na taifa langu, kwa kuweka mkono wangu juu ya yule mnyama, naye kuhani anipatanisha dhambi zote. Dhambi zote zinahamishiwa juu ya yule mnyama, zinahamishiwa juu ya yule mnyama. Dhambi zote hizo ni tesa na familia yangu na uzao wangu na ukoo wangu na ndugu zangu. Dhambi zote hizo ninazihamishia juu ya yule mnyama, naye kuhani anamchinja na damu yake anaipaka kwenye pembe nne ya madhabahu ya shaba, na damu yaliyebaki ananyunyiza kwenye mzunguko ya madhabahu ya shaba, naye anamchuna yule mnyama, anaondoa mafuta yanayefunika kitambi na ini na mafuta yaliyopo chini ya ngozi na figo mbili anaweka juu ya madhabahu, naye anateketeza kama harufu nzuri mbele za Bwana. Na kilichobaki wanakula, maana ni sehemu yao. Baba wa rehema, dhambi zote inayenizinga kwa wepesi na yaliyetesa maisha yangu yameteketea juu ya madhabahu ya kuteketeza, na kuanzia sasa mabaya yote yaliyenishikilia kwa jina na unga mwembamba ninayabeba yote, nayapeleka kwenye hema ya makutano. Magonjwa yote ninayapeleka kwenye madhabahu ya kuteketeza. Laana zote na matokeo yote, vifuniko vyote vilivyonifunika ninazipeleka kwenye hema ya makutano, vifungo vyote ninavipeleka kwenye hema ya makutano, na damu ya yule mwanakondoo imebeba dhambi hizo zote, inateketezwa juu ya madhabahu ya kuteketeza. Baba wa rehema, ninafuatilia kila damu iliyomwagwa kinyume na ukoo wangu na
familia yangu, familia yangu, kila damu iliyomwagwa, kila damu iliyomwagwa kinyume nami, kinyume nami, tangu ujauzito wangu, tangu ujauzito wangu, ilivyotungwa ndani ya tumbo la mama ndani ya yangu, tumbo la mama yangu, aliyemwaga damu ya mnyama wa aina yote, mnyama aina yote, kama ni damu ya mbuzi, kama ni damu ya mbuzi, nami natoa damu ya mbuzi, nami natoa damu ya mbuzi, damu ya mbuzi wa kafara, 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 ikanyamazishe ila damu ya mbuzi iliyetolewa kinyume nami, damu ya ng'ombe iliyetolewa kinyume nami, inenaye mabaya, kinyume na hatua zangu, kinyume na mikono yangu, kinyume na afya yangu, nami ninanyunyiza juu ya madhabahu ya kuteketeza damu ya ng'ombe, iliyoondoa dhambi ya makwani. Mimi ni kwani na ndugu zangu wote, aliyemwaga damu ya kondoo, ninamwaga damu ya kondoo juu ya madhabahu ya kuteketeza, aliyemwaga damu ya kuku ama ndege wa aina yote, na mwaga damu ya makinda ya njiwa juu ya madhabahu, na mwaga damu ya ua juu ya madhabahu ya kuteketeza. Ninapambanisha madhabahu ya kuteketeza na madhabahu ya wachawi. Napambanisha madhabahu ya shaba na madhabahu ya mizimu. Napambanisha madhabahu ya shaba na madhabahu ya magonjwa. Ninapambanisha madhabahu ya shaba ya madhabahu na madhabahu ya laana zote. Ninapambanisha madhabahu ya kuteketeza na madhabahu ya yote iliyenena kinyume nami. Ninapambanisha madhabahu ya kuteketeza, ibomoe madhabahu ya kichawi, madhabahu ya maagano, madhabahu ya ukoo, madhabahu ya kabila langu, madhabahu ya waganga, madhabahu ya Freemason kwenye nchi yetu, tunaibomoa kwa madhabahu ya shaba. Tunasimamisha madhabahu ya shaba juu ya madhabahu zote, madhabahu kwenye anga, tunasimamisha madhabahu ya kuteketeza juu ya kila madhabahu, kila madhabahu iliyoko juu ya nchi, juu yake tunaisimamisha madhabahu ya kuteketeza madhabahu yaliyoko baharini ya mabaya yaliyonipata, juu yake tunasimamisha madhabahu ya kuteketeza juu ya ile madhabahu ilienda kinyume nami, madhabahu ya damu ya mnyama iliyomwagwa pale, ama kwa sababu ya damu ya binadamu iliyomwagwa juu yake, ninayo damu ya damu wa pili Yesu Kristo ninamwaga juu ya madhabahu ya shaba, madhabahu yote mikoani, mahala pa
popote. Mahala popote. Iliyenishikilia. 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 Inaagiza. Inaagiza. Madhabahu ya shaba. Madhabahu ya shaba. Iwe juu yake. 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 Inapanga kuni. Inapanga kuni. Inapanga kuni. Inapanga kuni. Inachukua damu. Inachukua damu. Damu ya mbuzi. Damu ya mbuzi. Wakafara. Wakafara. Inapaka. Inapaka. Pembe nne. Kwenye 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 pembe nne. Ya madhabahu ya shaba. Inapaka damu. Inapaka damu. Inapaka damu. Inapaka damu. Inapaka damu. Inapaka damu. Damu ya mnyama. Damu ya mnyama. Ya kafara. Ya kafara. Inapaka. Inapaka. Juu ya madhabahu. Juu ya madhabahu. Ya shaba. Ya shaba. Iliyoweka. Juu ya madhabahu zote. Juu ya madhabahu zote. Shikilia nafsi yangu. Iliyoshikilia nafsi yangu. Shikilia nafsi yangu. Iliyoshikilia nafsi yangu. Shikilia nafsi yangu. Iliyoshikilia nafsi yangu. Shikilia mahusiano. Iliyoshikilia mahusiano yangu. Shikilia hatua zangu. Iliyoshikilia hatua zangu. Iliyoshikilia hatua zangu. Iliyoshikilia hatua zangu. Katika jina la Katika jina la unga mwembamba. Katika jina la unga Katika jina la unga mwembamba. Katika mkato uliopakwa Katika mkato uliopakwa mafuta. Katika mkato uliopakwa mafuta. Katika mkato uliopakwa mafuta. Katika mkato uliopakwa mafuta. Ninaiweka juu ya madhabahu. Juu ya madhabahu. Ya kuteketeza. Ya kuteketeza. Ninaiteketeza. 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 Kama sadaka. Kama sadaka. Ya kuteketeza. Ya kuteketeza. Ya harufu nzuri. Ya harufu nzuri. Ya harufu nzuri. Ya harufu nzuri. Mbele za Bwana. Mbele za Bwana. Ninachukua damu. Ninachukua damu. Ya yule mwanambuzi. Ya yule mwanambuzi. Wakafara. Wakafara. Ninaimimina. Kwenye mzunguko. Kwenye mzunguko. Kwenye mzunguko. Kwenye mzunguko. Ya madhabahu. Ya kuteketeza. Ya kuteketeza. Ninachukua vipande vyote. Ninavipanga. Juu ya madhabahu. Juu ya madhabahu. Ya kuteketeza. Ya kuteketeza. Ya kuteketeza. Ya kuteketeza. Ya kuteketeza. Ya kuteketeza. Inateketeza. 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 Mafuta yote. Mafuta yote. Mafuta yote. Inateketeza. Inateketeza. Juu ya madhabahu. Juu ya madhabahu. Ya kuteketeza. Ya kuteketeza. Nilishikiliwa. Nilishikiliwa. Juu ya madhabahu. Juu ya madhabahu. Ya kichawi. Ya kichawi. Tumbo langu. Tumbo langu. Nilishikiliwa. Nilishikiliwa. Juu ya madhabahu. Juu ya madhabahu. Ya kuteketeza. Tumbo langu. Tumbo langu. Ninamilikiwa. Ninamilikiwa. Na madhabahu za Na madhabahu ya kichawi. Madhabahu za kichawi. Madhabahu za kichawi. Leo ninawalipa wachawi wote. Madhabahu ya kuteketeza. Madhabahu ya shaba iliyotolewa. Sadaka ya kuteketeza. Juu yake. Juu yake. Juu yake. Vitu vyangu vyote. Vitu vyangu vyote. Vitu vyangu vyote. Vitu vyangu vyote. Waliposhikilia. Waliposhikilia. Ninawaachia. 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 Maana imeandikwa. Maana imeandikwa. Maana imeandikwa. Maana imeandikwa. Yatokoto na kapa. Yatoko. Yarabashati. Indekete na makana manama. Robo shakana masakana manama. Robo koria masando na makamanama. Yarabo kora mashanda rabakata. Indekete na mashando na manama na manama. Rabakara mashando na manama. Rika mashando na makamana manama. Indekete na manama na manama na manama. Indekete na manama na manama na manama. Yandara barabara bashando na makama. Indekete na makabara mashando koto. Indekete na makabara. Yerabo.
Katika jina la unga mwembamba na kila mtu aseme amen. Amen. Ninaendelea kuomba Bwana uketie juu ya mahali patakatifu, mlima mtakatifu ambao ni mlima Sinai, nawe ukashuka wakati katikati ya watu wako, mahali patakatifu patakatifu. Tazama watakatifu wako wako mbele zako, kama wale taifa uliyechagua la Israeli walivyozunguka maskani yako. Mtu huyu anadaiwa damu ya yule mnyama ambayo mganga alitoa anadaiwa, damu ya mbuni iliyetolewa inadaiwa, damu ya binadamu iliyetolewa kinyume naye inadaiwa. Wote hawa iko damu iliyemwagwa kwa mabaya ya kumpata inayemdai waliyetoa damu ya ng'ombe. Nami leo nawalipa damu ya ng'ombe kwa jina la yeye aliyefanyika mwanakondoo wa Pasaka, aliyetoa damu ya mbuzi. Namlipa damu ya mbuzi wa kafara, aliyetoa damu ya kondoo. Namlipa damu ya kondoo, aliyetoa damu ya kuku ama ndege wa aina yote. Ninamlipa damu ya makinda ya njiwa. Namlipa damu ya ua. Nami ninamlipa juu ya madhabahu aliyejenga. Mimi namlipa madhabahu ya shaba, madhabahu iliyebeba damu zote zilizotolewa. Ninaweka madhabahu hii juu ya ile madhabahu aliyejenga, na akamwaga damu, akanuizia ya kuwa dada huyo asiwe na ukaribu na mume wake, dada huyo asiwe na uwezo wa kupata mimba, dada huyo asiwe na uwezo wa kupata ndoa, mama huyo asiwe na uwezo wa kuwa na afya njema, kaka huyo asiwe na uwezo wa kumiliki. Bwana, wewe ni mwenye huruma, uketie katikati ya watu wako. Tazama watu wako Baba, madhabahu zote zilizowatesa. Nami Baba, kila madhabahu iliyemtesa mtu huyu, ninaweka madhabahu ya shaba juu yake. Dada wewe, naweka madhabahu juu ya madhabahu iliyemtesa wewe hapa. Naweka madhabahu juu ya madhabahu iliyemtesa. Hiyo madhabahu iliyokushikilia, walijua ameshamaliza kazi. Imeshikilia ndoa, imeshikilia kazi, imeshikilia hatua, imeshikilia mafanikio yako. Ninaweka madhabahu ya shaba juu yake, madhabahu ya shaba juu yake, na kafara walizotoa. Na mimi namkongonyoa yule kinda wa kinda njiwa, ninamkongonyoa juu ya madhabahu. Damu yake ichuruzike juu ya hiyo madhabahu, inyamazishe damu zote za kila ndege iliyetolewa damu yake, awe ni kuku, awe ni bata, awe ni mnyama wote iliyetolewa damu yake. Ninanyamazisha damu hizo kwa damu niliyetoa juu ya madhabahu ya kuteketeza, kwa damu niliyetoa juu ya madhabahu ya kuteketeza. Na madhabahu ya kuteketeza ivaa hiyo madhabahu ya kuteketeza inanena mema juu yako. Ile madhabahu ilikuwa inanena mabaya juu yako, lakini madhabahu ya kuteketeza inene mema juu yako. Inene mema kwenye ndoa yako, inene mema kwenye nafsi yako, inene mema kwenye hatua zako, inene mema kwenye jina lako, inene mema kwenye ndoto zako, inene mema kwenye usingizi wako, inene mema kwenye kazi yako, inene mema kwenye nyumba yako, inene mema kwenye familia yako, inene mema kwenye afya yako, inene mema kwenye baraka zako, inene mema kwenye nyota yako, inene mema kwenye hatima yako, inene mema kwenye uumbaji wako. Tena inene mema juu ya wewe kuumbwa tena upya. Kila mtu uumbwe tena upya katika damu iliyomwagwa juu ya madhabahu ya kuteketeza.
inene uumbaji mpya ya nafsi yako, uumbaji mpya ya tumbo lako la uzazi, uumbaji mpya ya siku zako, uumbaji upya ya hatua zako, uumbaji upya za hatima yako, uumbaji upya ya muonekano wako, na uumbaji upya ya karama zako na hatua zako. Maana Yesu akaja akasema baadaye ya kuwa wakichukua kanzu na joo uachie. Tumeachia wote, na katika jina la unga mwembamba pata kuumbwa tena upya. Nashukuru jina lako ewe unga mwembamba, ewe mkate uliyetiwa mafuta, ewe keki uliyepakwa mafuta. Nashukuru jina lako ewe mkate uliyepakwa mafuta, kwa ajili ya neema yako juu ya watu wako, kwa ajili ya ukombozi wako juu ya watu hawa. Maana leo kila mtu anaumbwa hatua zake upya, anaumbwa mfumo wote Baba wa mwili wake upya, muonekano wake, uzao wa tumbo lake, uzao wake, maisha yake. Ninakushukuru Bwana kwa kutoa sadaka ya amani. Ninachukua sasa mwanambuzi wa kiume, ninaipeleka katika hema ya makutano. Baba, baada ya kuwafungua na kuondolea dhambi na kuwaumba tena upya, ipokee hii sadaka ya amani, kwani anaitikiza juu. Nami Baba, ninakushukuru kwa yote uliyetenda katika maisha ya watu wako, na katika Makinda, Wanjiwa na wote tuseme amen. Amen. Pigia Bwana makofi makubwa. Hapo ndipo wingu, nguzo ya wingu na nguzo ya moto iliyekaa ama iliyeketi katikati ya marago ametufikisha. Kama kuna mtu anayeswali, alafu mimi nitakuwa na kuruhusu uende nyumbani. Mimi nimefikia hapo, lakini naamini kabisa kuwa kuna damu iliyokuwa inakudai, kama damu ya Habili ilimlilia Mungu kwa ajili ya Kaini. Damu ya yule mnyama aliyetolewa na kunuizia mabaya juu yako imekuwa na kulilia kuwa uteseke, ukose, uwe fungu la kukosa, uwe fungu la kukosa. Ndio maana leo na mimi nimekwenda na damu ya mbuzi, nimekwenda na damu ya ng'ombe, nimekwenda na damu ya makinda ya njiwa, nimekwenda na damu ya ua, nimekwenda na damu ya kondoo. Nini? Zile zinazonena mabaya kinyume na wewe, na madhabahu zilizoshikilia hatima yako. Mimi leo nimekwenda kusimamisha madhabahu juu ya madhabahu. Agano la kale ilikuwa jino kwa jino, si ndio? Lakini agano jipya sio jino kwa jino. So kinachofanyika nini? Ninapoweka madhabahu juu ya ile madhabahu inayokutesa, bila shaka ile damu ilikuwa inanena mema kwa ukombozi wa aliyekuwepo katika ile marago aliyepeleka. So hiyo damu ambayo ilikuwa inatoa inanena mema kwako na kwa ajili ya yule mchawi aliyekutesa. So bado niko katika njia sahihi. Lakini nasema hivi, nikimaliza wiki yawezekana tatizo ambayo ilikuwa imekuwa sugu kwako, yawezekana ukaitafuta usiione. Yawezekana ukaitafuta usiione. Tunataka kesho tena tuombe. Tukiomba kwa pamoja tunashika moto. Wiki ni wiki ya sisi kuomba kwa pamoja, na kesho tutaanza mapema. Tunataka tuende. Kuna yule bibi yako, kuna yule shangazi yako, tunataka tuwakomboe wale shangazi wale ambao kwenye uchawi. Wale ni saizi yetu kuwakomboa, si atuombi wafe, tunaomba waokoke. Tunataka yani madhabahu zote za kichawi zinazowatumikisha, mikoba yote tunataka tuweke madhabahu juu ya mikoba yote.
Mtu akiamka kesho anakwenda mkoba imesha anakwenda nakuta pale madhabahu ya kuteketeza, hakuna hata mkoba wa kichawi. Akiwendea chai wenzake wanakwambia ondoka bwana, ondoka. Hataki matatizo, hataki balaa. Hataki matatizo. Wakienda na kimbia, bwana usinikaribie, wanakimbia, anasema hatimaye wote watatafuta makanisa waende. Hii ndio njia ambayo tunaweza tukakomboa nayo dunia. Sio swala la kuwafyeka kila mtu unamfyeka tu. Hakifa anaenda motoni, imekufaidi nini? Si bora muombe aokoke aende mbinguni. Nani mwenye swali ya maneno kabla sijamaliza? Mtoto alichokiona, hilo lichokiona ninataka nione. Nisikie. Umeona nini? Ongea kwa sauti. Nataka tukusikie mpaka huku Yokohama tuliko. Hapa katikati ya kichwa, kwenye sikio. Yaani kama kuna kuko hamad, yani kuna gongwa, yani kama kuna sasa kupasuka. Alafu nilikuwa naona kibibi kimepiga magoti, lakini kuna watu kimepiga magoti hapa mbele yake kama kuna kichungu fulani hivi. Na kuna watu wana move, yani movements zimekuwepo, lakini hiyo ndio madhabahu iliyokuwa inakushikilia hiyo chungu, bila shaka imewekwa madhabahu ya shaba juu yake. So ninaposema madhabahu ya shaba, mchawi akiona madhabahu ile ya shaba kama ilivyokuwa kwenye ulimwengu wa kiroho, inakuwa ni msalaba wa Yesu. Maana ile madhabahu ilikuwa inawakilisha msalaba wa. So nawaendea lakini kwa lugha ambayo hawaelewi. Bwana Yesu asifiwe. Ile mtu anayesema madhabahu ya kuteketeza, bila shaka mnyama aliteketezwa juu ya ile madhabahu ya kuteketeza, lakini ikiashiria Yesu alisulubishwa juu ya msalaba. Mtu mwingine aliona kitu lazima yupo vurugu. Wewe uliona nini? Bila shaka kafara ya mwanadamu iliyotolewa, tumetoa kafara ya mwanadamu na sisi ambayo ni Adamu wa pili. Uliona nini? Mbona ulikuwa unatapika? Tumbo ilikuwa inawaka moto. Tumbo la moto, akasema utapika. Mwingine uliona nini? Mimi upande wa kushoto kuanzia kichwani nilihisi gazi kama kitu kimenivaa. Mkono wa kushoto kuanzia sikioni kichwani. Vizuri. Nani mwingine aliona kitu? Ulipokuwa unaomba, ulipokatisha kuomba, ulipotamka neno la kunena kwa lugha, nikaona nguvu kubwa sana imeshika kwangu, kila ngozi kwenye mwili wangu imetikisika. Kila ngozi kwenye mwili wako ilikuwa inatikisika. Imeshake. Nani mwingine ameona kitu? Walikuwa nakohoa. Kila kitu kilichodhihirika. Mwili ulikuwa unapata shot iko pembeni na yona. Bila shaka mimi kesho tena wiki, hebu tuombe sasa. Naona wewe ukamatie moto kwenye kuomba. Kesho mimi nitaomba kama tulivyoomba. Mimi nilipokuwa naomba katika kutamka, mimi sikujua kama nitanena kwa lugha. Nitaka niendelee, lakini ile nguvu iliyoshuka iliyenivaa ndio nikakuta nimeshahama, nimeshatoka, lakini ikashuka kwa kila mmoja. Hiyo nguvu ilikuwa inaweka kila kitu sawa. Watu wa Mungu, kuna vitu vingine utavipataje kama utaomba lini na damu hii ya mnyama ndio zipate? Hawa waliokuwa wanapagawa, wengine wanapagawa wapi kwenye ibada? Wapagawiki. Hawa wapagawi kwenye ibada. Lakini hilo ni kitu ambacho kilibaki. Lakini leo tumeifuata.
Wengine bado damu zingine zinakudai, maana damu ile ilikuwa inatia. Kesho nitaomba, nikiomba mpaka Ijumaa. Hawa watu wa Mungu, yale yote waliyetoa, wale paka waliyechinja, wale wote wa damu yao inaodai. Basi nafikia hapo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kesho mimi nitakuwepo. Ubarikiwe sana sana. Na wewe sasa nenda ukafanye mazoezi kama tulivyokuwa tunaomba, sawa? Lakini sasa hivi nadhani ni saa ya kuja kupitia. Of course kesho utapitia kwenye eneo la magonjwa, utapitia kwenye